Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Wewe ni kiongozi wetu na wewe ni mfalme. Katika mambo yote Bwana Jehova Jire, wewe umetuongoza. Asante ni kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu. Asante ni kwa sababu ya kutupa wingi wa neema yako ndani yetu mtakatifu. Asante ni kwa sababu umetujaza na wema na utukufu. Uweza wako Bwana Jehova Jire ndio unenapo, ndio zungumzao ndani yetu katika maisha yetu kila wakati. Pokea sifa ni kwa sababu ya kazi ya Roho wako Mtakatifu ndani yetu. Asante ni kwa sababu wewe ndiye njia yetu mfalme, wewe ndiye uzima wetu mfalme, wewe ndiye uzima nguvu zetu mfalme. Wewe ndiye Bwana Jehova Jire mlango wetu wa kupitia, na ndio tuweze kufika katika ufalme wa mbinguni. Baba wetu na Mungu wetu, ninajua ya kwamba mahali popote neno lako linaponenwa kwa kweli, linakufungua, linakuponya, linakuweka watu katika mamlaka yako, linakuongoza, linakufunua mambo makubwa. Na asante ni kwa sababu ya revelation knowledge. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova Jire, mapenzi yako mfalme ni tuweze kukutambua vyema. Mapenzi yako ni tuweze kujua ya kwamba sisi na wewe tumefika kuwa mmoja. Asante ni kwa sababu ya pendo lile Bwana Jehova Jire ulilopeana kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa, na ndio mwanao Kristo Yesu akaja ulimwenguni ndio aweze kutenda kazi moja ya kufungua watu wote kutokana na dhambi zao na kutokana na mauti, kutokana na hali yoyote ile ilikuwa wanastakiwa, ndio wasikaweze kusimama katika pengo la kutimiza yale yote ulikuwa umeipanga. Lakini ni kwa sababu ya pendo umetufanya sisi wote Bwana tukaingia katika nafasi hiyo, na tukaweza kubeba mzigo wote Bwana Jehova Jire ule uliotuachia wa kufanya kazi yako mahali ulimwenguni kote. Na ndio Bwana Jehova Jire tuweze kufanya watu wote kuwa wanafunzi wako mtakatifu, na kuwa Bwana Jehova Jire mtakatifu walinzi katika kazi yako mtakatifu. Tunakushukuru na tunakuinua. Asante ni kwa sababu ya kutufungua katika vifungo zote tulikuwa tumefungwa. Asante ni kwa sababu ya kutufungua katika neno lilikuwa halina uwezo wowote, ukatupa neno lile lililo na uwezo wa kutuonyesha na kutuelekeza katika umuhimu wa makazi yako na katika kutambua mapenzi yako kila siku kila wakati. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu ya msamaha wa dhambi. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova Jire, nguvu zote na uwezo wote mfalme ziko ndani yetu kwa kuwezezwa na wewe mtakatifu mwenye uwezo. Tunakuinua Bwana. Pokea sifa. Revelation knowledge iko ndani yetu mfalme, na Bwana wetu Yesu Kristo tunatambua na tunaelewa mpaka wakati, kutoka wakati ule uliokufa msalabani, kazi yako inaendelea ikifanyika kwa wale wote waaminio. Ni kwa sababu sheria wakati wote inapofanya kazi ya ndani ya mioyo ya watu, haina kazi yoyote, haina msaada wowote inaweza fanya. Lakini neema wakati ilipokuja, tuna neema kuu, tuna nguvu za ajabu, tuna uwezo mkuu, tuna sababu ya kuishi, tuna sababu ya kuiba wimbo mpya, tuna sababu Bwana Jehova Jire ya kusema wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba wetu, sisi ni watoto wako. We deserve efficacy, didai consentality, didai folenja letima serventa rabaganda rababuzeke torimande didai Father. Pokea sifa Bwana wetu, pokea utukufu mfalme wangu. Ni kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana kwako kwa wote wale waaminio, na mahali popote watu wawili watatu walipo Bwana wewe Yesu Kristo unatenda kazi pamoja nao. Haribashanduria setelidai Father. Kuna uponyaji ndani ya neno lako, kuna uponyaji ndani ya maombi, kuna ufunguliwa Bwana Jehova Jire mawazo yetu mfalme na hata mili yetu. Tunakutukuza ni kwa sababu ya kutupa uwezo wote Bwana wa kutawalia huu mwili. Huu mwili hauna utawala juu yetu, huu mwili hauna uongozi juu yetu.
Sisi yule aliye ndani yetu ni mkuu kuliko mwili yetu mfalme. Na sasa Roho wako Mtakatifu ndio kiongozi wetu, ndio nguvu zetu, ndio mamlaka yetu, ndio vyote. Rikrabashete didai kontariberete didai farinja prinete didai Father Jehovah God. Pokea sifa. Neno lako mahali hapa Bwana limekuwa nguvu zote, limekuwa haki yote, limekuwa ushindi wote, limekuwa maisha yetu yote. Riro baganza rabanta ramangando asedo liazene zoseribanta rababori ya bayanda rababuzaya. Limekuwa Bwana Jehovah Jireh uzima wetu wakati wowote tunapolinena na hata wakati tumepumzika. Riko mashea dinota ya desire. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu. Tukienda kunena kuhusu kazi yako Kristo, kulingana na vile ulivyokuja ulimwenguni na kazi ile ulitufanyia, tukianena Bwana, ninakuomba Bwana Jehovah Jireh, watu hawa pingamizi zote, kila aina yote ya pingamizi inayowapinga, ndio wasitambue neno lako Bwana Jehovah Jireh wala ufunuo wako. Ninaweka hizo nguvu, mamlaka yote, kazi yote ya muovu Shetani nyuma yao katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana waweze kuwa katika uwazi mawazoni mwao, uwazi katika kusikia, uwazi katika kunena, uwazi katika kuongoza watu wengine na neno, katika jina lako Yesu Kristo. Ninakutukuza na ninakuinua katika jina lako Yesu Kristo. Baraka zako mfalme, wacha yote yule aliye na hitaji akaweze kujibiwa hitaji lako wakati huu Bwana Jehovah Jireh. Tunaendelea na kulinena neno lako, na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba sisi wote na tunaamini. Amen, amen, amen. Haleluya. Ni kwa mamlaka ya Bwana na kwa uwezo wake sisi tumeitwa wana. Ni kwa uwezo wake, kwa mamlaka yake sisi, mimi na wewe, tumeitwa wana. Sasa nataka tuweze kuingia katika neno, na neno letu siku ya leo tutaweza kuzungumzia why Christ ama why Jesus died for us. Kwa nini alitufia? Bwana asifiwe. Kwa nini? Ni kwa sababu gani ilifanya Yesu aweze kuja ulimwenguni na akaweza kufia ulimwengu wote? Akaweza kufia mwanadamu yeyote aliye ulimwenguni. Kwa nini ilifanyika hivyo? Kwa nini imetendeka? Katika kitabu ya Deuteronomy 27, ukifungua mahali pale tutaweza kuona mambo mengi tofauti na mawazo yetu, yale Bwana anaendelea kutia ndani yetu. Deuteronomy 27. Na ninataka kusema na ninataka kuongea niweze kusema ya kwamba wakati wowote tumepokea neema hii ya Kristo, please naomba yeyote yule aliye pale tulio pamoja katika wendani, yeyote yule ataingia katika wendani, naomba uweze kuwa katika umakini wa kujua na kutambua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako, kwa sababu pasipo kufundishwa, pasipo kuelekezwa, pasipo kufafanuliwa neno la Bwana, hatuwezi jua kile kilikuwa ndani ya mawazo ya Bwana, kile kilikuwa ndani ya moyo wa Mungu, ndio aweze kumtuma Kristo Yesu aje ulimwenguni aweze kutufia. Tena hatungewezi kujua kwa nini Mungu aliumba ulimwengu wote. Kwa nini aliumba ulimwengu wote, na kwa nini alikuchagua wewe uweze kuwa chombo chake cha kutenda kazi pamoja naye? Naangalia ninaona ya kwamba Yesu Kristo alikuwa na ministry ndani yake. Na ile ministry ya Christ, ile ministry Mungu aliweka ndani ya Kristo. Wakati Kristo alipokuja ulimwenguni, yes, tuko pamoja. Wakati Kristo alipokuja ulimwenguni, ile ministry, ile kazi ilitiwa ndani yake, iliweza kufanya kazi usiku na mchana. Hiyo ministry ilifanya kazi usiku na mchana, haikukoma
haikusimama, haikugoja. Ilikuwa inafanya mchana na usiku. Kwa hivyo wakati nilipotambua na hivyo, kwa sababu neno linasema Yesu Kristo mchana alikuwa ana shida akifanya nini? Akiwahubiria watu, kuwafungua na kuwaponya. Usiku nayo ako wapi? Ako katika ako milimani akiomba. Anapanda milimani akiomba. Kwa nini? Ndio aweze kuchochea his ministry. Ndio ministry yake iweze kuwa powerful. Christ aliweza kuwa muombaji. Christ aliweza kuwa mhubiri, a teacher. Yule aliyekuwa hakuna wakati alikoma, hakuna wakati alipumzika. Kazi yake ilifanyika usiku na mchana. Kazi yake ilifikia watu usiku na mchana. Haikukoma. Kwa hivyo nikaangalia nikaona ministry ya Kristo hakuna wakati ilipumzika. Na nikusema ya kwamba hakuna wakati Kristo aliweza Christ ama Jesus alipumzika. Alifanya kazi usiku na mchana. Na mimi na wewe, sababu tulizaliwa kwake. Tulizaliwa kwake. Ni kwake vitu vyote viliumbika katika kitabu ya John. Vitu vyote viliumbwa kwa yeye. Na kwa sababu hiyo, mimi nimezaliwa nikiwa na ministry. Ndani yangu niko na ministry. Ndani yako uko na ministry. Haijalishi wewe ni mwizi, muuaji, mlogi. Haijalishi wewe ni mwanaume, mwanamke, mtoto. Ndani yako kuna ministry. Na hiyo ministry ninaangalia nikilinganisha na kazi ya Kristo Yesu. Ninaangalia ninaona hiyo ministry inafaa kuwa inatenda kazi usiku na mchana. Na tena nikatambua akina Abraham, akina David walifanya kazi hiyo mpaka siku ya mwisho. Mpaka kufa kwao. Walilala wakiwa ndani ya kazi ya Mungu. Hakuna ritaya walipokea. Hakuna ritaya walipokea. Walifanya kazi ya Mungu mpaka mwisho. Bwana asifiwe. Hawakuritaya kamwe. Ni kufa kuliwaondoa katika kazi ya Mungu. Ni kufa kuliwaondoa katika kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ninaponena kwa sasa, ninanena nikisema ya kwamba ministry iliyo ndani yangu haifai kupumzika. Ministry iliyo ndani yako haifai kupumzika. Ya Kristo haikupumzika. Na wakati wowote unaona ministry ile iko ndani yako haiendi, yani haiendi, haifanyi kazi kila wakati. Haifanyi kazi kila wakati. Hiyo sio ministry. That is not a ministry. Ministry inafaa kufanya kazi ya Mungu. Ministry hiyo Christ aliweka ndani yako. Na unajua uko na ministry. Inafaa kufanya kazi consistent. Hallelujah. Bwana asifiwe. Inafaa ifanye kazi kila wakati. Lakini ukiona haifanyi, iko na time yake,
That is not a ministry. Mnakumbuka wakati mkuyu ulikosa matunda, wakati Yesu alienda kuangalia, alinena juu ya ule mkuyu. Mitume wanasema Kristo Yesu alilaani mkuyu. Mitume wanasema lakini Yesu aliunenea. Kwa nini? Kwa sababu Kristo Jesus alikuwa anadhani ya kwamba mkuyu kwa vile ulivyo hauwezi kosa mazao ama matunda, hauwezi kosa matuba. Aliuangalia akaona huo ndio ule mti ninaweza ukaribia nione kama una kitu ninaweza pata ndani yake. Watu wengi wanakaa kama ule mkuyu. Ukiwatazama na ukiwasikiliza unaweza fikiria wako na neno, wanaweza zungumzia juu ya kazi ya Kristo Yesu. Kumbe hata wakati wanapofungua mdomo yao hawaneni kuhusu kazi ya Kristo Yesu. Hawaneni kuhusu Christ. Wananena kuhusu mambo mengine. Another Christ. Wananena kuhusu kujihusu wao, themselves. Wananena kuhusu yale wanaokibisana nayo, wale yale wanataka. Mioyo yao haimo katika ministry kama ile Kristo Yesu alikuwa nayo. Ministry ya Christ ilisungumzia only about his work, his death, burial and ufufuo wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati wote tunapofungua midomo tunanena mambo mengine. Mtu anasema, watu wengi wanasema ni wahubiri. Na mimi sisemi si wahubiri kwa sababu anasema. But kile wanaita mahubiri ni mambo, ni kazi yao. Ni mambo yao, ni madanganyo. Hawaneni kuhusu mapenzi ya Mungu. Hawaneni kuhusu neema ya Kristo. Hawaneni kuhusu ile kazi Kristo Yesu alikuja kufanya ulimwenguni. Wananena kuhusu vile watainuliwa, vile watapaka watu mafuta, vile watawapa watu uchumvi, vile watafungua wengine kutokana na uganga na ushawi. Hawawapitishi hapo ndio waweze kuona bari katika kazi ya Mungu, katika kazi ya Kristo. Wanafafikisha tu hapo kwa kutolewa mapepo na maguvu na maufalme ya giza. Owo mtu anaachwa ndani yake akiwa tu katika miongoni mwa uganga, ushawi. Vile nilikuwa nimekibishwa, vile nilikuwa nimegojeka, vile nilikuwa vile niliponywa, vile nilifunguliwa. Hawajui kitu ingine, vile nilifanywa miujiza, vile kwetu kanisani tunakula mesa, vile tunaomba sana, vile tunajitolea. Watu wengi ni mambo kama hayo imejaa ndani yao. Sio kazi ya Kristo imo ndani yao. Ni kazi ya matendo. Yale wametendewa na yale watatenda. Ni kazi ya kugojea. Hallelujah. Sio kazi inayoendelea. Bwana asifiwe. Mpaka wengi wengine wanakufa kabla kile walikuwa wanangoja hakija wafikia. Sababu walishindwa kutambua kazi, the work of the ministry. Bwana asifiwe. Hiyo iko ndani yao. Bwana asifiwe.
Mtu akikosa kutambua kuhusu hiyo ministry, hakuna wakati utafanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Ninaangalia Moses, naona Moses alitambua the work of that ministry. Alitambua kabisa. Na ndio aliweza kufanya kazi ya Mungu kwa moyo wote mpaka wakati ule alipumzika. Bwana asifiwe, haleluya. Ministry ni lazima iweze kuwa haisimami. Haijui usiku, haijui mchana. Haijui muganga na haijui mshawi, haijui devil worshiper, haijui mtu mwema, haijui mtu mbaya. Wote inawafanyia kazi pamoja na katika njia moja. Sababu kile tunenapo si chetu, ni kupewa, tumepewa. Na kile tumepewa tunafaa tuweze kukipeana kulingana na vile tumepewa. Kristo ametupa neema ya kuishi tukitambua ya kwamba tulikuwa wafu, lakini sasa tu hai kwa ajili ya kazi aliyotufanyia. Hiyo kazi aliyotufanyia ndio imeingia ndani yetu kama ministry. Kazi ya kutufia, kazi yake kuzikwa, kazi yake kufufuka, kazi yake kutupa uzima wa milele. Haleluya. Sisi wote tukatoka katika wafu, tukaingia katika uzima usio na mwisho. Oh, haleluya, likambaza na mazaya. Watu wengi wanagojea kufika uzimani, but hawajui wakati Kristo alipofanya kazi ya kufa, kuzikwa na kufufuka. Haleluya. Alitufikisha katika wema, katika reality, katika ukweli na katika mapenzi ya Mungu. Sababu neno linasema ya kwamba mapenzi ya Mungu ni kila mmoja wetu aweze kuokolewa. Na uokovu huu unatoka wapi? Uokovu huu unatokana na kazi ya Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kazi ile Kristo alitufanyia, sio atatufanyia, alitufanyia. Tunafaa kuingia katika kazi iliyopita, iliyokwisha. Si tuko katika kazi haifanyiki tena, ni kazi imekwisha ya msalaba. Ni kazi imekwisha ya kutufungua na kutupeleka, kutuonyeshana katika Mungu mwenyewe. Haleluya. Hiyo ministry ulio nayo, ukiona inafanya kazi, sometimes inafanya, sometimes haifanyi. Inafanya wakati saa ile ingine haifanyi. Inafanya wakati ule watu wamengadha, ama wakati ule watu hawajangadha together, haifanyi. Hiyo sio ministry. Unajidanganya. Ministry ni ya always. You minister always. Kile umepewa ni mtiririko wa kazi ya Mungu.
Sio ati wakati ule watu wamegather together ndio hiyo ministry inafanya kazi. Hiyo sio ministry. Ministry ni ya kila wakati, kila mahali, haichagui. Sababu mahali popote kuna mwanadamu, hiyo ministry inafaa kutenda kazi. Hiyo ministry inafaa kupa watu nguvu. Hiyo ministry inafaa kuwafungua. Hiyo ministry inafaa kuwahubiria. Hiyo ministry inafaa kufanya yote yale yanayohitajika. Haijalishi ni kwa wazee, haijalishi ni kwa watoto. Sisi wote tumeitwa, kila mmoja akiwa na ministry ndani yake. Na ndio ninataka tuweze kuangalia ministry ya Musa ilifanya kazi haikufanya. Wana wa Israeli walikubali ministry yao iweze kuendelea na kufanya kazi, ama walipinga. Mimi na wewe siku ya leo nataka tuweze kujitambua. Ministry ndani yetu sinafanya kazi asifanyi? Sinafanya wakati gani na gani? Haleluya. Bwana asifiwe. John the Baptist hakufanya kazi ya Mungu, ama hakunena kuhusu kazi ya Kristo wakati watu waligadha. Hapana. Hata mwanzo wake alienda nyikani, mahali hakuna mwanadamu. Akaanza kuprophesy akiwa mahali pale. Baadaye ndio watu walikuja. Nafurahi sana kwa sababu niliona uinjilisti ulitoka wapi. Na uinjilisti ni mzito. Sababu John the Baptist alienda in the wilderness, akaanza kazi mahali hakuna mtu. Chachi yake hatujui ilikaa muda kiasi gani ikiwa haijapata mwanadamu. Kazi yake ilikuwa kupiga sauti kule nyikani. Baada ya muda watu ndio walianza kuingia. Nikaangalia nikaona hata wakati Kristo Yesu alipokuja katika ulimwengu, wakati alipoanza kazi, hakuwa na mtu hata mmoja. Alianza tu kuzunguka, akaenda akiwafanya. Kwa hivyo mwanzo wa kazi ya Mungu inaonekana ikiwa duni, na kana kwamba haina bidii. Sababu kwanza ni wewe, your ministry, yourself. Bwana asifiwe. Haleluya. Ikiwa ni wewe na umekaa hapo ukigoja, na kuambia uko katika nafasi ya kutotambua what is in you. Bwana asifiwe. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, na ni lazima kifanye kazi. Na kikosa kufanya kazi, vitu zingine zitajaza hiyo pengo. Hawa watu unaona wengine ni waizi, wauanji, warogi, waganga, washawi, devil worshiper nini, ni kwa sababu hawajatambua, hawajafundishwa na kuelekezwa, kufafanuliwa kuhusu Christ, the work of Christ. Kama wangefafanuliwa, wangetamani sana hizo ministry wanafanyisa kazi zingine
wale wamejaa ubea, vita, matusi, makelele, kama wangefafanuliwa vyema, wangefanyisha hizo ministry zao kazi. Hiyo ni kitu moja nilitambua. Hiyo ni kitu moja niligundua. Watu wengi wamekosa kufanya kazi ya Mungu. Sababu ni gani? Kwa sababu hawajafafanuliwa, hawajafundishwa, kuelekezwa ndio waweze kutambua ni ministry gani hiyo iliyo ndani yao, ni kazi gani hiyo imewekwa ndani yao. Haleluya. Mwathani arogocwo. Andu aingi ni tondu matari merwo, andu aingi ni tondu matari maigwa, maturaga kanitha-ini meragwo maundu mangi, wanaishi ndani ya kanisa wakiambiwa mambo mengine, walikielekezwa katika mambo mengine. Sio kazi ya Kristo, sio mapenzi ya Mungu, sio kazi ya Mungu imetiwa ndani yao, sio mwongozo wa Mungu umetiwa ndani yao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu wa Mungu tunafaa kuelewa na kutambua kazi ya Kristo ndani yetu ndio ile inamjenga mwanadamu kufikia kazi ile Kristo Yesu aliyoifanya. Kusikia na kuamini. Haleluya. Hapo ndipo unaweza kuelewa na kumwamini yeye yule aliyeanza hiyo kazi ndani yako. Haleluya. Mwathani arogocwo. Nigenaga muno ni Ngai kwa kufanya mimi niweze kutambua ya kwamba kazi iliyofanywa na wazazi wetu na huko bereni haikuwa kamili. Walitufundisha juu ya kuchimba samba, kulima, yani kulima, kubeba mizigo, kupikia mabwana kuchoka wakifanya kazi ndio waweze kulisha familia. Hawakuweka kitu, hawakutilia maanani kile kitu kilipandwa ndani yetu from the beginning. Sababu hata wao hakikulimiwa, hakikufafanuliwa. My dears, tunafaa siku hizi za mwisho, na ndio mambo haya inakaa kama ya wazimu makanisani iweze kuondoka. Watu walio na ufunuo wa kazi ya Kristo waweze kusimama kwenye madhabahu, waweze kuhubiria watu, kuwafundisha watu, kuwaelekeza watu kuhusu kazi ya Kristo Yesu, kuhusu mapenzi ya Mungu kutoka mwanzo. Watu waondolewe katika hizi kafaras sinafanya kazi ndani ya makanisa. Na ndiyo kazi ya Kristo ama kanisa la Mungu liache kupigwa. Kanisa linapigwa, kanisa lisilo na hatia linapigwa pamoja na zile zilizo na hatia. Watu wasio na hatia wanahesabiwa pamoja na walio na hatia. Sababu ni gani? Wengi ni wale wanaohubiri vile wanataka na kile wanataka. Sababu ndani yao ministry ziko ndani yao, sio kazi ya Kristo, ni zao. Bwana asifiwe. Ni kama ministry za kawaida hapa ulimwenguni, lakini mwanzo tulitangulia kwa kutambua na kujua ministry ya Christ. Na ndio katika kitabu ya 2 Corinthians inasema there is ministry of death and ministry of life. Kwa hivyo ministry ni aina gani ndani? Ni gapi ndani yetu bili? Kuna mtu anapokea na anadumisha
ministry of death. Kuna mwingine anadumisha ministry of life. Bwana asifiwe. Walio na ministry of death, ile haina kazi yoyote ya Mungu ndani yake, ni wale wako chini ya mamlaka ya sheria ya Musa ama sheria. Wale walio katika sheria ya Kristo, hao ndio ministry zao zinapeana uzima. Tufike katika Deuteronomy 27. Deuteronomy 27 mstari wa 25, na ukikosa kunifuata na mpaka kesho na kesho kutwa, hautaelewa ninanena juu ya nini. Utatambua uko katikati. Ate cursed be he that taketh reward to slay an innocent person. And all the people shall say amen. Huyu ni nani alikuwa ananena haya? Ni Moses. Na kuna kile kilifanya Moses anene mambo kama haya. Moses hakuamuka siku moja tu aseme ati ujira wa kumuua asiye makosa na watu wote waseme amina. Kwa hivyo watu, wakati wote Musa alipokuwa anaongea, watu walikuwa wamepewa nafasi tu ya kusema amen. Na amen ni kusema na iwe hivyo. Kwa hivyo kulaaniwa ni mtu yeyote yule ameua mtu asiye na hatia. Kulaaniwa ni mtu yeyote yule amefanya kinyume. Kwa hivyo na ujue neno lilikuwa neno linasema ya kwamba mpaka sasa muuaji naye auawe. Hiyo ni sheria ile Musa aliwapa wana wa Israeli. Ukitoa mtu jicho na wewe utolewe lako. Ukikata mkono wa mtu na wewe ukatwe wako. Kwa hivyo hii sheria haikuwa na huruma yoyote. Haikupeana neema yoyote. Bwana asifiwe. Ile kitu ilifanya, ilileta hasara, ilifanya kifo iongezeke, ilifanya watu waweze kuingia katika dhulma, katika kifo, katika mateso. Lakini tutaona ni Moses ama ni watu wenyewe. Kwa hivyo hiyo sheria iliweza kupeanwa na watu wanasema amina, ilikuwa haina huruma, no mercy. Na ni kwa wanyama ama ni kwa mashamba, ni kwa milima, ni kwa mito ama ni kwa nini? Hiyo sheria ilikuwa haina huruma. Ni kwa mwanadamu, kwa watu. Haikuwa na huruma kwa watu. Na kuna sababu ile ilifanyika hiyo sheria ikose huruma yoyote kwa watu. Bwana asifiwe. Jehova ni mwenye nguvu. Na ndani yake kuna uwezo wote. Kuna nguvu zote. Kwa hivyo wakati tunapoangalia yale yote Mungu aliweza Moses aliweza kuyafanya, ama vile aliweza kudeal na wana wa Israeli, tunaona ya kwamba alideal nao kulingana na yeye.
Sababu tunajua ya kwamba wale watu tumesoma maandiko na imeleta ufunuo, tunajua ya kwamba neno la Bwana limejaa upendo, limejaa huruma, limejaa kuponya na kufungua. Neno la Bwana hakuna mahali lile nao kifo. Christ hana kifo ndani yake. Badala ya auwe, alikuja kufufua, alikuja kutuweka huru, alikuja kutufungua, kutupa neema. Alikuja ndio tuweze kuwa na haki na hekima. Hiyo ndio kazi ya Kristo. Bwana asifiwe. Deuteronomy 29 inasema nini? Deuteronomy 29:1 inasema, "At these are the words of the covenant which the Lord commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, beside the covenant which he made with them in Horeb." Ati haya ndio maneno ya agano Bwana aliloamuru Musa alifanye na wana wa Israeli katika nchi ya Moab, pamoja na agano lililofanya nao Horeb. Number 2. "And Moses called unto all Israel and said unto them, You have seen all that the Lord did before your eyes in the land of Egypt unto Pharaoh, and unto all his servants, and unto all his land." Moses akawaita Israeli wote akawaambia, "Mumeona yote Bwana aliyoyafanya Farao katika nchi ya Misri mbele ya macho yenu, yeye na watumwa wake wote na nchi yote na nchi yake yote." Kuna kitu nilijua hapa na nilitambua. Hata wakati Musa alipokuwa ananenea wana wa Israeli, alikuwa anawatoa pande yake. Alikuwa anawaambia, "Mumeona vile Mungu amefanya." Musa hakuwa anataka hawa watu waweze kumjua wala kumtambua. Musa hakuwa anataka hawa watu wafikirie hiyo kazi yote imefanyika ni yeye amefanya. Alikuwa anataka waweze kujua na kuelewa Mungu amewasaidia wote kuwatoa katika nchi ya utumwa. Akawaelezea waweze kutazama, waweze kuona yale yote Mungu ameyafanya katika maisha yao. Bwana asifiwe. Moses alitamani sana wana wa Israeli wasiweze kumtazama, wasiweze kumtambua katika kazi ile ilifanyika. Alitaka waweze kutambua mwenye kuifanya na ni nani? God himself. Ndio ilikuwa mawazo ya Musa. Mumeona na macho yenu yenye yale Bwana ameyafanya mbele zenu. Mumeona aliyoyafanya Farao katika nchi ya yale yote Mungu aliyoyafanya Farao katika nchi ya Misri. Kwa hivyo sio yale nilifanya, ni yale Bwana alifanya. Akataka kweli kabisa mioyo yao itoke kwake iweze kumtazamia Mungu. Number 3. The great temptations which thine eyes have seen, the signs and those great miracles. Ati yale majaribu makuu yaona macho yako, hizo ishara na ile miujiza mikuu.
Mliyaona yale yote, miujiza na maisha, mambo makubwa aliyoyafanya mbele ya macho yenu. Sio Musa. Siku ya leo watu hawatambui. Na hii hapa kuna neno ilisemwa, wacha tuangalie number 4. Yet the Lord had not given you an heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear unto these days. Ati lakini Bwana hakuwapa moyo wa kujua. Kwa hivyo hata wakati walikuwa wanaona mambo yote ikifanyika, waliona Musa, hawakutambua ni Bwana. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu hakutaka waweze kutambua. Mungu hakuwapa hiyo uwezo wa kutambua moyoni mwao. Ni yeye anaifanya. Lakini hapa Musa anawaambia, mnajua yeye vile alivyofanya. Lakini hapa mstari wa 4 unasema Mungu lakini Bwana hakuwapa moyo wa kujua, wala macho ya kuona, wala masikio ya kusikia, hata leo hivi. Mpaka wa leo Corinthians inatuambia wakati wowote agano Moses book lisomwapo, agano na kale lisomwapo, ule utaji unakaa tu mbele ya uso wa wana wa Israeli, mbele ya uso. Mpaka leo mbele ya uso wa watu ule utaji unakaa tu ukiwa haujafunuliwa. Haleluya. Kwa hivyo wana wa Israeli walifanyika kuwa vipofu. Hawakutambua na hawakuelewa. Walikuwa na macho na hawaoni. Walikuwa na masikio na hawasikii. Walikuwa wanaona miujiza na maishara, lakini hawakuelewa wala kutambua inafanyika hivyo kutoka kwa nani? Wao walimuona Musa. Wao waliona kazi ya Musa. Wao walitambua Musa. Hawakutambua kitu kingine chochote nyuma ya Musa. Waliona Musa, ama mbele ya Musa. Waliona Musa. Waliona kazi ya Musa. So, kwa sababu ya kile walitaka kuona, Mungu hakushidania. Aliwaachilia waone. Aliwaachilia wafuate. Sababu mapenzi ya mwanadamu Mungu haingilii. Vile unataka kufanya hivyo ndivyo Mungu ataachilia ufanye. Sababu ni vibaya sana mimi nikikuja katika nyumba yako na kuingililia mapenzi ya vile unavyokaa. Usiponipatia nafasi ndio niweze kuingilia. Sifai kuingilia kamwe. Mungu anaingilianga mahali pale amepewa nafasi. Hata kifo cha Yesu Kristo kinafanya kazi kwa wale wote waaminio kazi hiyo ya Kristo. Wale wamejua na hawaamini wanakaa tu katika maisha yao. Wanakaa tu pasipo damu. Wanakaa tu katika kutoamini. Sababu Mungu hawezi kukulazimisha uweze kuamini. Hawezi kukulazimisha. Anakuachilia, amekupatia ujichagulie. Musa aliyajaribu kuambia lakini hawakufunguka macho yao wala masikio. Number 5. And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old upon you, and thy shoes is not waxen old upon thy foot. Nami miaka 40
nimewaongoza jangwani. Nguo zenu hazikuchakaa juu yenu, wala kiatu chako hakikuchakaa katika mguu wako. Number 6. Kwa hivyo ilikuwa inaenda kuchakaa, inabadilishwa. Mungu hakukubali wakati Musa alipokuwa anawaongoza waweze kuona shinda ya kulaumu kazi ya Bwana. Kazi ya Bwana katika nyika haikulaumiwa na haigelaumiwa, isipokuwa tu wana wa Israeli kwa sababu ya mawazo yao na kujiongoza kwao walikuwa wanailaumu. Lakini Musa alikuwa anawaambia nguo zenu hazikuchakaa. Ujue wale watu walikuwa wanaerefuka, walikuwa wanakuwa wana grow up, miguu yao ilikuwa inaerefuka, walikuwa wanapanuka, wananona, wale wengine wanarefuka, unaona. Kwa hivyo kulikuwa kuna changes zilikuwa zinaonekana na zinatimia katika hiyo kazi ya kutembea nyikani. Kwa hivyo tunafaa kuangalia tuone ya kwamba hata kama maguo zao sikikuwa fupi, walikuwa wanarefushiwa. Hawakupewa kazi ya kwenda kujishonea, hawakupewa kazi ya kutengeneza viatu. But Moses alisimama katika ule mwanya. Chochote kilikuwa kinahitajika miongoni mwao, Moses alikuwa ana provide through the power of God. Kupitia nguvu za Bwana alikuwa ana provide. Wakileta wakileta makelele nyikani sababu ya chakula, Musa alikuwa anaelekea kwa yule aliyemtuma, nayo chakula inapatikana. Wakati walifika Red Sea, wakajikuta katika pande ya nyuma watenzi, maadui wao wamewafuata. Mbele kuna bahari. Tutafanya nini? Kuna mto mbele yao. Sasa itakuwaje? Na tutauawa nao maadui yetu. Musa alinena pamoja na Mungu, na Mungu akamwambia, akamuinstruct, na ikafanyika yale yote yalikuwa iliyokuwa ndani ya moyo wa Bwana. Wakifika kule wakakosa maji. Tena Mungu akamuongoza Musa. Wakakosa mkate. Mungu akamuongoza Musa. Wakakosa nyama. Wakatamani kutamani nyama. Mungu akamuongoza Musa. So hata mavazi ilikuwa tu namna hiyo. Mhitaji alikuwa anapata. Haleluya. Kwa hivyo hakuna jambo liliweza kukuja kinyume na vile ilivyokuwa inavyohitajika. Ilifanyika katika usawa. Hivyo ndivyo tulio siku ya leo. Kama vile waliongozwa nasi kuliko wao, tunaongozwa na Roho wa Bwana. Tunaongozwa na utukufu wa Mungu. Christ ametufia. 6. You have not eaten bread, neither have you drank wine or strong drink, that you might know that I am the Lord your God. Hamkula mkate, wala hamkunywa divai, wala kileo, ili mpate kujua kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Bwana asifiwe. Hawakupata chochote kile kilitokana nao. Walipata kile Mungu aliweza kuwapa mwenyewe.
Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wakati tunapomtazama Moses alikuwa anawaonyesha na kuwaambia, mimi namfuata yeye, mimi namsikiliza yeye, mimi namtambua yeye, mimi niko ndani yake. Nani yule hawa hawajui? Na ndio walisomewa mstari wa 29. Mstari wa 29 umeandikwa. Inasemaje? Mstari wa 29 imeandikwa namna hii. 29. Imeandikwa, at the sacred things belong unto the Lord or God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the wants of this law. Mambo ya siri ni ya Bwana, ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Bwana asifiwe. Moses alikuwa anataka kuwaonyesha na kuwafundisha, mimi najua yote yamefichwa na yasiyofichwa, sababu yote yale yamefichwa imefichuliwa wale wote walio ndani ya Kristo. Ndani ya Old Testament yote ni mystery, ni mambo imefichwa. So wana wa Israeli kwa sababu ya kutosikia na kutokubali kumtazama Bwana, walipitia katika maficho. Hawakutambua kitu yoyote. Lakini kiongozi wao Moses alijua everything. Alifichukiwa, alikuwa na ufunuo wa kile kinanenwa ndani ya Old Testament. Alikuwa anajua. Lakini wana wa Israeli kwa kutokubali kuongozwa, kuelekezwa, walikaa katika siri yenye walikufa kama hawajaitambua. Lakini Moses alitambua kabisa. Ilikuwa revealed in the heart of Moses. Bwana asifiwe. Na sasa siku ya leo nasema nini? Secret is not for us. Siri sio yetu sisi. Siri ni ya wana wa Israeli, wale waliokufa nyikani pasipo kutambua wala kugundua mapenzi ya Mungu wao. Siku ya leo mimi na wewe, sisi tu ndani ya yale yamefichuliwa. Sisi hatuna siri. Mungu wetu hana siri kwetu. Mungu wetu hatufichi kitu. Mungu wetu anatuongoza na nuru kweli ndio inatuongoza. Siri yote ilikuwa ndani ya sheria. Na ndio wana wa Israeli hawakutambua wala kuelewa, sababu na wao hawakuwa na moyo wa kutaka kutambua wala kuelewa. Haleluya. Moses akawaambia, unajua ni vile sijasoma kwingi. Ni wewe sasa urudi katika hizo vitabu uweze kusisoma. Musa alikuwa anawaonyesha, mimi nimemuongoza. Ninamuongoza kwa sababu nilijaribu kumpa Mungu mkamkataa. Nilijaribu kumpa Christ mkasema hamtaki. Leo hii kuna watu hawataki kusikia Christ
wanasema ni kijana tu wa kawaida wa Mariamu kama watu wengine. Wanasema ni kipii. Wanasema hakina ufahamu wowote. Hakina hekima. But hey, Musa alikuwa anawaonyesha, mimi nimeweka Christ ndani yangu. Sababu Christ ndiye njia, mlango wa kuingilia. Yeye ndiye uzima. Yeye ndiye nuru. Yeye hakukuja kutuonyesha. Yeye alikuja akiwa reality ya kila kitu katika ulimwengu na hata biguni. Hallelujah. Moses akawaonyesha, I kept Christ in myself. In Moses. Akawaambia, mimi Kristo ako ndani yangu, nyinyi chukueni sheria. Sababu walikataa Christ, walikataa mwongozo wa Mungu. Moses akawapa sheria, nao walipokea sheria. Na unasikia pale juu anasema amelaaniwa ni yule ameua mwingine. Na wote wanasema amen. Walipokea sheria na wakaamini sheria, na wakataka kuongozwa na sheria badala ya wakatae sheria waweze kumfuata Bwana yule Moses anayefuata. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio yale mambo yale Musa alikuwa anataka kuwaonyesha. Mimi siongozwi na yule anayemuongoza. Kwa hivyo nyinyi mkiongozwa na sheria, mimi naongozwa na Christ. Mimi niko ndani ya Christ. Hivyo ndivyo Moses alitaka kuonyesha watu, wana wa Israeli. Sababu Musa alijua hakuna wakati hata mmoja Mungu ameshawahi kuwa ndani ya sheria. Hakuna wakati hata mmoja Mungu ameshawahi kuwa ndani ya sheria ya Musa. Alijua hakuna. Katika kitabu ya John 1, katika kitabu ya John 1:17 inasema, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Mambo imegawanyika kabisa. Neno linatuambia ukweli ya kwamba ati Christ alikuja na grace and truth, and Moses came with law. Kwa hivyo, who is Christ? Christ is God himself. Yeye ndiye alikuja na kweli na nini? Na neema. Mimi ndio isakagi haraka. Mimi nasema ukisikia kwenda. Ukisikia kuachilia ashiria. Mimi nitakaa hapo. Mimi nitaishi hapo. Mimi nitadumu hapo. Ndiye niweze kutambua siri nyingi ndani ya kazi ya Kristo Yesu. Moses akakatalia hapo ndani. Kasema nyinyi, ongozweni na sheria, chukueni sheria. Mimi naongozwa na Christ. Mungu tunaweza mpata wapi? Hiyo ni swali moja tunafaa kuwa tunajiuliza usiku na mchana. Tunaweza pata Mungu wapi? Hallelujah. Tunaweza pata Mungu katika neema.
Na hiyo neema ndio kweli. Tunaweza pata Mungu katika neema, na hiyo neema ndio kweli. Hiyo neema ndio kweli, na huo ukweli ndio neno lake. Hallelujah. Yes. Kuna wakati tutapata Mungu katika sheria? Hapana. Kwa sababu hata ukikumbuka vizuri, wakati Yesu alipotoka katika nyika, wakati alikuwa anajaribiwa na yule nyoka, wakati alipokuja kufanya kazi ya Mungu, alikuja Mafarisayo wakamletea yule mwanamke alikuwa anazini. Yule walishika the act of adultery. Na wakati walipomleta kwa Yesu, walimwambia sheria ya Musa, sababu ndio ilikuwa ndani yao. Sheria ya Musa inasema mwanamke kama huyu amezikwa akizini, apigwe na mawe auawe. Lakini kwa sababu Yesu Kristo, yeye hayuko ndani ya sheria, na Baba Mungu hayuko ndani ya sheria, Yesu alitambua mioyo yao. Yesu alitambua mioyo yao, sababu walikuwa wanataka kumjaribu, waone yeye anajiita wa ukweli. Unajua John imesema yeye alikuja na kweli na neema. Walikuwa wanataka waweze kujua na kutambua ukweli, ako na neema ama hii neema ni ya aina gani. Anasema yeye anahurumia na yeye anaokoa. Wacha tuone ukweli uko wapi. Yesu, Biblia neno linasema Yesu aliinama, akaandika na kidole yake ya mguu, akainamka, akawaambia mwenye hajawahi fanya dhambi atangulie kuchukua jiwe aweze kumgonga. Haleluya. Alikuwa anajua ya kwamba ulimwengu wote umejaa hukumu ya dhambi. Mtu yeyote yule aliye katika ulimwengu amejaa hukumu ya dhambi. So alikuwa anaelewa ya kwamba, na kwa sababu mimi nimekuja ni kwa ajili ya dhambi ya hawa watu, kile ninaweza kuwaonyesha hawajui na hawaelewi ni kuwajulisha kile kilicho ndani yao. Na wakati ule Yesu aliwaambia mwenye hajawahi fanya dhambi atangulie kumgonga na jiwe, wote walihukumiwa mioyoni mwao na dhambi. Mawe walikuwa wamebeba, wameokota, vingine iko kwa mifuko, wakaitoa yote wakaiweka chini. Wakatoka kutoka mkubwa kwa mdogo, sababu wote walihukumiwa, wote walijikuta katika mtego wa dhambi. Dhambi kama ile tu iko na yule mwanamke wameletea Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika ulimwengu, haleluya, hakuna mtu yeyote yule kabla ya Yesu kuja angeweza kuhesabiwa ni mwenye haki. Wote walikuwa wenye dhambi. Na ndio Yesu alikuja ndio wote waweze kuhesabiwa kuwa wenye haki. Lakini Waisraeli, lakini Mafarisayo, lakini watu wa wakati huo walimkataa. Wakakataa uongozi wake. Wakataka waongozwe na mwanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yule mwanamke hakupigwa na mawe, sababu wote walijikuta katika ule mtego wa dhambi. Wakanjua ya kwamba hata wao wanafaa wapigwe na mawe wauawe, sababu
Hiyo ndio sheria ile iliyokuwa ndani yao. Bwana asifiwe. Na wakaelewa Jesus kweli kuna utofauti wa sheria ya Musa na sheria iliyo ndani yake. Sheria iliyo ndani yake ni upendo, love. Bwana asifiwe. Wakajua na wakatambua hata wao, kwa sababu amewapenda, sababu alikuwa na uwezo wa kuambia. Authority ilikuwa na simameni hapo. Simulikuwa mnataka kumpiga na mawe, kwanza mpigane nyinyi wenyewe na mawe. Lakini kazi ya Kristo ilikuwa kuokoa. Ilikuwa kuokoa kila soul in the world. Every soul in the world. Kwa hivyo wakaondoka, walitambua na wakajua huyu sio vile tulikuwa tunafikiria. Tumemwekea mtego na ameuruka mara moja. Na kumbuka, hivyo ndivyo tu Yesu aliruka mitego 3 ya shetani. Aliye na Yesu hawezi tegwa. Anayeamini kazi ya Kristo, kufa, kuzikwa na kufufuka, hakuna awezaye kumtega. Ametoka katika kiwango ya mitego ya ulimwengu na mawazo ya watu duni. Ore kama shala bakundi. Haleluya. Aliye na Christ hawezi fikiwa na yeyote na chochote. Hawezi tegwa wala kupingwa. Besika. Bwana asifiwe. Hawezi aibishwa. Mwanamke kwa sababu ya kutulia, hata wakati waliondoka, yeye hakutoka kwa hapo kwa miguuni mwa Yesu akiwa amejaa aibu. Aibu kubwa. Alikuwa uchi. Alikuwa ni kama mfu. Hata pengine alikuwa anatamani hiyo kwa sababu ya uchi. Kwa uchi wa mnyama mbele ya mataifa, mbele ya mwana wa Mungu, hata kama hakuwa anajua ni mwana wa Mungu. Haleluya. Lakini alifunikwa, alifichwa. Yesu alisimama katika nafasi yake. Bwana asifiwe. Namshukuru Bwana Mungu kwa sababu ya hekima, maarifa ametupa sisi tulio ndani yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, na ndio unaona watu wale walikuja wakimleta yule mwanamke, kile kilikuwa ndani yao ni condemnation. Hakuna kitu kingine kinapatikana katika sheria ya Musa isipokuwa tu condemnation. Accuses. Wali accuse yule mwanamke. Wakati Yesu aliwaambia mwenye hajawahi fanya dhambi atangulie, tunaambiwa na maandiko condemnation ikainuka ndani yao, ikanena ndani yao, wakajitambua hata wao wako kama vile tu yule mwanamke alivyo. Wakajiona katika nafasi ya kuwa wenye dhambi. Bwana asifiwe. Tena neno linasema ya kwamba the rule was not for the righteous. Sheria
sio wenye haki. Sheria sio ya watu wakamilifu. Na ukweli tumeona wakati Yesu alisema mwenye hajawahi fanya dhambi atangulie kumgonga na mawe. Mioyoni mwao wote kutoka kwa mkubwa mpaka kwa mdogo wakajihisi wao sio wenye, hawana haki yoyote. Wakawa accused na mioyo yao, condemned na mioyo yao. Bwana asifiwe. Kazi ya sheria ni kukukondem. Kazi ya sheria ni kukuaccuse. Na yeyote aliye chini ya sheria hawezi fanyika kuwa mwenye haki. Hata kama anasema yeye ni mwenye haki, ni mdomo tu. Ni mdomo tu wa wika. Kwa hivyo watu wale wanaitwa wana wa Israeli ndio walijichagulia Moses aweze kuwa kiongozi wao. Na ndio wakati walipokuwa wanakuja kwa Yesu wanamwambia katika sheria ya Musa, katika sheria ya kiongozi wetu inasema, katika sheria ya kiongozi yule tulichagua atuongoze, tuliona ni mwenye hekima, tuliona ni anajua, alitutoa mji wa Misri, ametuleta nyikani, yani walikuwa wanaona tu Moses. Sababu ni wao walikuwa wamemfanya kuwa mediator wao, their mediator. Wao ndio walimchagua wakamfanya kiongozi wa kuwaongoza. Bwana asifiwe. Tena walimweka kuwa in charge ya everything in their lives. Walimfanya kuwa in charge of everything. Kwa hivyo hakuna jambo lingeweza kufanyika wala nini kama Musa hajawasema. Hallelujah. Yeah. So tunaona ya kwamba sio Mungu alimchagua Musa, ni Waisraeli walimchagua. Waisraeli wenyewe ndio walichagua Musa. Sababu mapenzi ya Mungu ilikuwa Musa na wana wa Israeli akimaliza kuwatoa katika mji wa Misri waweze kuwa katika nafasi moja ya kuongozwa na Mungu. Katika kitabu ya Act Act 7:53. Nitasoma kesho ndio tutaweza yani hili kuingia tuweze kuona mambo yamefichwa makali sana ndani yake. Act 7:53 na zingine nyingi hatutasoma saa hii. Inasema, who have received the law by the disposition of ages and have not kept it. Ninyi mlioipokea torati kwa agizo la malaika, msishike. Kwa hivyo hata wakati walipopokea ile sheria hawakuishika, hawakuielewa. Again inasema ya kwamba walipokea ile sheria kwa Musa, alipokea ile sheria kwa mkono wa malaika, si kwa mkono wa Mungu, ni kwa mkono wa malaika. Hallelujah. Nafikiri tutafikisha hapo. Kesho tutaendelea from there.
from the book of Acts 7:53. Tuone mkono wa malaika namna gani. Mkono wa malaika namna gani. Mumebarikiwa, mumeinuliwa. Wacheni tuende pole pole kwa sababu Mungu yu pamoja nasi na neno lake litatuongoza tuweze kuona moyo wa Mungu ulikuwa namna gani from the beginning, kutoka kwa Adam mpaka kwa sisi. Moyo wa Mungu ilikuwa namna gani? Wacheni tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Asante ni kwa sababu ya kibali hiki. Asante ni kwa sababu ya kutupa neema ya ajabu siku ya leo. Pokea sifa na utukufu. Asante ni kwa sababu unatufundisha mapenzi yako ilikuwa namna gani kutoka mwanzo. Ndio sisi wote tuweze kujua ya kwamba sisi ndio tunajiondoa kwako, sio wewe unaondoka kwetu. Sisi ndio tunakuondokea wewe. Bwana, unataka ukamilifu wote maishani mwetu iweze kutoka kwako. Haupendi uongozi wa mwanadamu wowote, ila Bwana Jehova Jireh, sisi twajichagulia. Wewe unataka kuongoza nchi zote kwa